Waziri Mkuu mstaafu Jaji Joseph Warioba amefunguka alichozungumza na Dr. Emmanuel Nchimbi saa chache baada ya taarifa yake ya kujiuzuru wadhifa wa makamu wa rais. Sambamba na hayo, ameeleza walichozungumza walipokutana na Dr. Nchimbi kabla ya kujiuzuru kwake, akigusia masuala mbalimbali ya kitaifa. Dr. Nchimbi alimwandikia Rais Samia Suluhu Hassan barua ya kuomba kujiuzuru Agosti 25 ya mwaka 2026, na saa chache baadaye mkuu huyo wa nchi aliridhia ombi hilo. Dr. Nchimbi alimtembelea Jaji Warioba aliyewahi kuwa mwenyekiti wa tume ya mabadiliko ya katiba nyumbani Mbezi Juu, Dar es Salaam, Julai 4 ya mwaka 2026. Katika taarifa yake aliyoisambaza kupitia ukurasa wa mitandao yake ya kijamii, Dr. Nchimbi aliomba kujiuzuru kuanzia Septemba 4 ya mwaka 2026 wazifa wa makamu wa rais. Dr. Nchimbi ambaye amewahi kuwa katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi CCM alitangaza uamuzi huo ikiwa ni siku 295 tangu alipoapishwa Novemba 3 ya mwaka 2025 kuwa makamu wa rais. Akizungumza na gazeti la Mwananchi Alhamis Agosti 27 ya mwaka 2026, Jaji Warioba ameeleza baada ya kuona taarifa ya kujiuzuru kwa Dr. Nchimbi aliwasiliana naye kwa simu kuthibitisha. Namnukuu, "Nilipoona taarifa yake nikampigia simu akanijulisha ni taarifa ya kujiuzulu. Tukazungumza kama ameshapata uamuzi wa rais," amesema, mwisho wa kunukuu. Amesema baadaye aliona taarifa kwamba rais ameridhia ombi la Dr. Nchimbi la kujiuzuru. Alijaribu kumpigia simu Dr. Nchimbi lakini haikupokelewa. Naendelea kumnukuu, anasema, "Nimekaa hadi jioni Agosti 26 ya mwaka 2026 ndipo nikaona tamko la katibu mkuu kwamba chama kimemfukuza. Nikampigia simu, haikupokelewa. Nikapeleka ujumbe, haukupokelewa," mwisho wa kunukuu, amesema Jaji Warioba. Jaji Warioba amesema kabla ya hapo aliwahi kukutana na Dr. Nchimbi akiwa makamu wa rais. Walizungumza mambo mbalimbali ya kitaifa ikiwemo umuhimu wa kuharakisha mchakato wa upatikanaji wa katiba mpya. Naendelea kumnukuu, anasema, "Aliponitembelea hapa tulizungumza mengi, lakini mawili makubwa nilimshauri. Kwanza, matatizo tulionayo ni chachu kwamba hatujatengeneza katiba mpya. Kwa hiyo ushauri wangu kwa serikali ni kwamba tuharakishe hili jambo tupate katiba mpya," mwisho wa kunukuu, amesema Jaji Warioba. Jana Agosti 26 ya mwaka 2026, katibu mkuu wa CCM Dr. Asha Rose Migiro alitangaza taarifa ya kumfuta wanachama Dr. Nchimbi, ikiwa ni maazimio yaliyofikiwa na kikao cha kamati kuu kilichoketi siku hiyo. Wakati huo huo pia Dr. Migiro alimtangaza Deogratus Ndejembi kuwa kada ambaye jina lake limependekezwa kuwa makamu wa rais kumrithi Dr. Nchimbi. Leo tarehe 26 mwezi wa 8 2026 jijini Dar es Salaam vilifanyika vikao vya kamati kuu na halmashauri kuu ya CCM chini ya mwenyekiti wake Dr. Samia Suluhu Hassan ambaye pia ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kamati kuu na halmashauri kuu zilikuwa na ajenda za jumla ambazo zilijadiliwa, na kati ya ajenda zilizojadiliwa leo kulikuwa na swala la nidhamu na maadili ambalo lilikuwa linamkabili mwanachama mwandamizi wa chama chetu, mjumbe wa kamati kuu na halmashauri kuu, ndugu Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi. Na katika swala hilo vikao vyote vilijadili kwa makini masuala yaliyohusu nidhamu na maadili, na baada ya kuzingatia taarifa zote zilizokuwepo ilithibitika kwamba katiba ya Chama cha Mapinduzi pamoja na kanuni zake vilikiukwa. Kufuatia hayo, kwa kauli moja, halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi ilipitisha uamuzi kwamba kutokana na mienendo iliyokiuka kanuni zetu zinazohusu nidhamu na maadili, ndugu Nchimbi afukuzwe uwanachama kwa mujibu wa kanuni zetu. Kwa hiyo tunapenda kuwafahamisha wanachama wote wa Chama cha Mapinduzi na wananchi kwa ujumla kwamba Chama cha Mapinduzi kimefikia uamuzi huo. Kwa hivyo kuanzia hivi sasa, ndugu Nchimbi
amefukuzwa wanachama na sio mwanachama tena wa Chama cha Mapinduzi. Nikimnukuu anasema, kufuatia hayo, kwa kauli moja, kamati kuu ya CCM imepitisha ndugu Nchimbi afukuzwe wanachama kwa mujibu wa kanuni zetu, mwisho wa kunukuu. Kwa hatua hiyo, tunapenda kuwafahamisha wanachama wote wa CCM na wananchi kwa ujumla kwamba CCM imefikia uamuzi huo. Kuanzia hivi sasa, ndugu Nchimbi amefukuzwa wanachama na sio mwanachama tena wa Chama cha Mapinduzi. Pokeeni taarifa hiyo, mwisho wa kunukuu, amesema Dr. Asha Rose Migiro.